Kama utakuwa unakumbuka vizuri, mwanzoni mwa nafikiri mwa mwaka huu wa 2025 alitrend mrembo anaitwa Lydia Blake. Kama ni mfuatiliaji vizuri wa masuala ya mitandao ya kijamii, unaweza ukanielewa ni kitu gani ambacho nakimaanisha, lakini Lydia Blake alitrend kutokana na uimbaji wake, style na nini, alikuwa anajirekodi anaimba nyimbo za wasanii and stuff like that, lakini trust me, haikuchukua muda, haikuchukua time. Yule mrembo akapotea tena kwenye game, lakini zilibuka rumors kwamba aliwahi kwenda katika shindano la BSS na akakataliwa, na kina Master J walianza kupewa lawama na vitu vingine. Ni hao wa Tanzania ambao walikuwa wanafanya yote hayo, lakini yuko wapi sasa hivi hajulikani alipo na anafanya nini. Kwa hiyo nataka ni connect hii story na story ya Udogo Pattern ambaye sasa hivi ni moja kati ya watu ambao wanazungumzwa sana, wanatajwa sana, mtandao unawataja sana na amekuwa na ushawishi mkubwa kutokana na kushirikiana na Zuchu kwenye ngoma yake ambayo inaitwa Fande. Kwa hiyo ana trend mdogo, lakini pia kuna story nyingine behind kwamba aliwahi kukataliwa na dogo mwenzie ambaye walianza muziki pamoja, wakatoa ngoma single version ya ngoma ya Salio kutoka kwa Mario na ikawapeleka mjini sana, wakawa wanasapotiwa wote kwa pamoja, na baadaye wakasema kwamba wale management wamemkataa. Kwa hiyo anahitaji kufanya kazi mwenyewe. Kwa hiyo kufanya kazi mwenyewe, kazi yake ya kwanza ambayo ameifanya ndio hapa, inaitwa Fande. Kwa hiyo ni design fulani kama mambo yamebasti na amepokelewa kwa mapokezi makubwa tofauti na ambavyo yeye mwenyewe alitarajia, lakini naweza nikamshauri kitu kimoja, kwa sababu hapa kuna uwezo wa mtu binafsi kama yeye hapo, lakini pia kuna ile support ambayo inatoka kwa watu. Hii support ya sasa hivi imezidi mno, yani imezidi mno. Kwa hiyo anatakiwa ku maintain na anatakiwa kutumia vizuri nafasi ambayo ameipata, lakini papo hapo pia asijione kwamba ni mkubwa na akamdharau hata yule dogo wa mwanzo ambaye alianza kuaso naye na vitu vingine. Ingawa kuna matatizo ambayo yalitokea, lakini sio platform ya yeye kumchafua yule dogo. Maana kinachoendelea sasa hivi watu wanamchukia sana dogo Sajid ambaye walianza muziki pamoja na vitu vingine kama hiyo. Kwa hiyo asitumie hiyo kama platform ya kuweza kumchafua rafiki yake. Kuna mengi mazuri ambayo amefanya pamoja